Tunaelekea kipindi cha lala salama. Wageni wangu ni watano. Mwelekezi wangu ananipa dakika 10 peke yake, kwa hivyo 2-2. Niulize hivi, mchangie pamoja na hili swali. Martha Koome, jaji mkuu katika taifa hili, juzi amefanya kikao na tume ya IEBC. Akaeleza kwamba ni muhimu kwa IEBC kuwaondoa baadhi ya viongozi ambao watakuwa ni wenye kuonekana wenye mienendo ya kukodisha wahuni au wenyewe wenye mienendo potovu ya uchochezi na kadhalika. Je, mna imani na IEBC au la? Swali langu la mwisho, pamoja na mengine ambao ungependa kuchangia kwa dakika 2. Nianze nawe Sheikh. Mimi kwanza nataka kushikilia pale aliposema Amulo. Anasema fulani alitolewa minofu. Kwanza inatupa taswira moja hapa, kuwa siasa zetu ni siasa za ubinafsi. Kwa hivyo mwanasiasa anaposimama kuzungumza anaangalia nafsi yake. Na ukiangalia baadhi ya historia ya baadhi yao utaona alipokuwa upande mmoja, minofu ilipokuwa haipo kwenye sahani yake, alikuwa na msimamo fulani. Baada ya mambo kubadilika, yuko upande wa pili, sasa amebadilika kabisa. Ushawahi kusikia mwanasiasa anasema mimi wheelbarrow itanipeleka wapi? Lakini baada ya mambo kubadilika, yumo ndani, hazungumzi. Kwa hivyo tunaona ni ubinafsi. Suluhisho liko wapi? Suluhisho ni sisi wa Kenya, kwa sababu inafaa tujifunze na historia. Tunasema mwenye akili hajikwai mara mbili mahala pamoja. Kwa hivyo inafaa tuangalie hawa wanasiasa wenye ubinafsi, kwa sababu wao ndio wanatuharibia nchi, tuwatoe katika siasa zetu. Kwa hivyo tatizo pia, nataka kuwalaumu Wakenya wenzangu, na ninawaomba Wakenya wenzangu, tufanyeni uchaguzi wa mwaka 2027 iwe ni mabadiliko. Hatumchagui mtu kwa sababu ya kitu alichonacho, tumchague mtu kwa sababu ya sera alionayo, na pia tumchague mtu kwa sababu ya sifa alionayo. Mwisho kabisa, kwa sababu ya wakati, IEBC kwanza lazima tujue, ili uchaguzi uwe ni wa huru na wa kukubalika, ni lazima tume hii ionekane ni huru. Na uchaguzi ili uwe ni wa kukubalika, inaanzia sasa. Tume ionyeshe kuwa ina mamlaka, itumie mamlaka yake. Wale ambao wameanza kutoa matamshi ya kuchochea, matamshi ambayo yataleta vurugu katika nchi, tume iwachukulie hatua. Kwa hivyo namuunga mkono kabisa jaji mkuu Martha Koome kwa kusema kuwa tume ya uchaguzi na mipaka inafaa kuchukua hatua kama hiyo. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, mwito wangu ni huu. Wakenya wenzangu, hii nchi si ya wanasiasa, ni yetu sote, Mwenyezi Mungu ametupa. Wakenya wenzangu, tuchukueni kura kwa wingi, tuwachagueni wanasiasa, sio kwa sababu ya kitu walichonacho, kwa sababu wao ni watu wa minofu. Nimro, unakumbuka, na sitaki kutaja majina, lakini mnajua watu, kuna mtu alisema huu ni wakati wetu wa kula nyama na huu ni wakati wenu wa kumeza mate. Ama akiandamwa anasema ni jamii yetu inaandamwa. Hii ndio tatizo tulio, lakini Wakenya tunaweza kubadilisha. Asante Sheikh. Peter. Ndio. Kwanza kabisa nirekebishe mambo. Ndio watu, nimeona watu wakibadilika, wakiingia upande huu, lakini haiwezekani ya kwamba mambo ambayo ulikuwa ya support kabisa, ukitoka nje uangalie, baadaye unapata ya kwamba kama mlikuwa mmekubaliana itatumia milioni 1, baadaye unapata imebadilika ikakuwa ni milioni 20. Ilikuwa ikuwa ya bilioni 1 ikakuwa yani ikapanda zaidi. Itakuwaje? Bado utasupport mambo kama hayo? Huwezi kukubali. Na ndio maana lazima usimame na wananchi. Na sasa hivi sisi kile ambacho tunafanya, na nimesikia wakisema kwamba hatuna sera, hatuna nini, lakini kwanza siasa zijaanza rasmi, zinakuja kuanza. Wakati wa kufanya siasa kabisa kutoka August tutakuja na tutaongea na wananchi, tutawaambia sera zetu. Lakini kwa sasa kile ambacho tunafanya ni tunasikiza Wakenya, wanatuambia kile wanachohitaji, na kupitia hapo tunaunda sera zetu. Alafu bado mtaendelea kuvaa miwani za mbao. Haya, kwangu ni kauli ya mwisho, maneno mawili. Cha kwanza, kama IEBC inataka tukue na imani na katika uchaguzi, kitu cha kwanza lazima we go big on technology. Nakwambia saa hizi, na nimekuwa hapa nikisema kwamba hata hii wizi tunasema corruption kwa hii nchi itamalizwa na technology. Saa hii njia ya kwenda kwetu pale Kabati, kuna mahali watu wamewekewa speed ya 50,
na hakuna askari, lakini kwa sababu ukipita hapo mbio inakutumia fine kwa system, inakutumia 10,000. Saa hii ukienda hapo usimame, hakuna mtu anaambia mtu usiendeshe mwendo wa kasi. Kwa nini? Tumeweka system. Nimekuwa nikiambia watu hata mahali nafanya kampeni huko nyumbani kwamba kama tutasaidia Kirinyaga itabidi tuweke the system ndio zitamaliza uchaguzi. Sera ya opposition ni nini? Sera ya opposition kwangu ni moja tu, na nimekuwa hapa na unajua nimekuwa nikisema na naangalia kamera nasema Rais Ruto kama anaweza tuachia kitu kwa hii nchi, asituachie miradi yoyote, atuachie nidhamu katika utendakazi wa serikali. Kwa hivyo sera kubwa kabisa yenye inafaa kuwa ya serikali na upinzani ni turudi, hata tukirudi tusifanye vitu nyingi tu, turudi mahali tulikuwa, kwamba tunaweza fanya vitu kwa nidhamu, kwamba serikali inawajibika, mwananchi wa kawaida anawajibika, askari na kila mtu anawajibika. Tuko na nidhamu katika utendakazi wa serikali, hatuhitaji miradi ingine itajipeleka. Asante sana Omulo. Asante sana. Mimi nakubaliana na Sheikh vile amesema tusichague mtu yote ambayo anasimama kwa sababu ya minofu ama hisa au watolewe kabisa, lakini wale ambao wako na miradi, wale ambao wako na sera wachaguliwe. Mimi nakubaliana na IBC na nawaamini kwa sababu nimeona tayari wamekuwa waaminifu kufanya hizi uchaguzi ndogo ndogo, na juzi wamezindua strategic plan. Kwa hivyo inamaanisha wamejipanga, ni vijana barubaru wako na experience. Ile kitu tunawaomba kwamba tuhakikishe kwamba uchaguzi ambayo inakuja ikuwe free, fair na verifiable, ikuwe uchaguzi ambayo itakuwa na petition, hakuna mtu anaenda kutini. Kama ni imekuwa safi, hakuna mambo ya gun. Na mimi nataka Martha Koome pia ajue sio mambo ya kuongea tu peke yake, kwa sababu tunajua sheria ikifika kotini watu wanaachiliwa. Kama ni mambo ya kuleta nidhamu katika siasa, wanasiasa wasaini kitu inaitwa code of conduct. Kama washaweka kidole, hiyo peke yake imetosha kuwatoa katika hiyo siasa kama wataleta vurugu ama watatembea na wahuni. Asante Omula. Askofu. Asante. Kuwa wa mwisho unakosa kitu cha kusema. Kwa hivyo wenzangu wamechangia zaidi mambo ya IBC. Iko hivyo, wawajibike, walete uchaguzi ambao utakuwa huru. Na swala langu la mwisho naona itakuwa makosa nikiondoka hapa bila kuzungumzia ile habari ya NTSA, ile ya inspection ya magari. Nataka nirai serikali na niombe NTSA, huyu mwananchi mnataka kuongezea ushuru wa inspection ya magari, ameumia vya kutosha. Mafuta peke yake mtu analipa ushuru kama 8 kwa mafuta, about 70 shillings zinaenda kwa mambo ya ushuru. Hujaongezea insurance ambayo huyu mtu ataweka, bado serikali itakula. Tafadhali hudumieni wananchi, wameumia vya kutosha. Na huyu mtu mmoja ambaye ako na gari, kumbuka ni jamii. Gari langu nililo nalo ni la jamii. Kwa hivyo unapoumiza huyu mtu mmoja, jua jamii yangu nzima, kama tuko 7 ama 8, sisi wote tuko kinyume na hiyo. Wakenya wanalipa ushuru mingi, tafadhali msiongeze ushuru mwingine. Niliona NTSA wamesema wamehairisha. Msihairishe, muondoe kabisa hilo swala. Maana wasipoliondoa, hili litafanya Wakenya wote tutainuka. Maana hili linatuwekea mzigo usio wasawa. Kwa sababu wanasema magari ya miaka 4 kurudi chini. Hiyo ni kumaanisha matajiri na wanasiasa peke yake ndio wanaweza kununua gari mpya. Akae nayo miaka 4 auze bila kwenda kwa inspection. Serikali ina inspect magari kabla zitoke Japani, wanalipisha ushuru. Mtu akuja ameingiza gari amemaliza miaka 4, akifikisha hivi hajaanza kuitumia tena aende kwa kufanya inspection. Tafadhali serikali tuhurumie wananchi. Asanteni sana. Hiyo ni NTSA, si serikali. NTSA iko chini ya serikali. Nasema asante sana wangwana. Askofu Hudson Deda, mwenyekiti wa muungano wa makanisa na wahubiri hapa nchini. Omulo Junior ambaye ni mkurugenzi katika chama cha UDA. Martin Chomba, mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara. Bwana Peter Gitau ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na pia yuko mawindoni hapa Kabete nafusikia. Kwa hivyo kila laheri, lakini na vile vile Sheikh Ibrahim Lithome ambaye ni kiongozi katika masuala ya dini ya Kiislamu. Nasema asante sana kwa muda wenu. Wenye kuambiwa hawaambii tu mengi, lakini tunaomba pia waweze kusikia na waweze kutazama. Tunasema asante kwa niaba ya wote waliofanikisha. Hadi wakati mwingine, kwaheri.